Ni siku nyingine tofauti. Baba Mungu umetupa neema na kibali kikubwa. Tumefikia siku njema. Tumekuwa mbele ya uso wako. Tumekuwa mbele ya madhabahu yako. Bwana, tunatamani tena pia kuona uso wako na baraka zako. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu wetu aliye hai. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Naomba ukae utulie kabisa mbele za Mungu wetu wa mbinguni. Nizidi kusema kwamba karibu wageni wote mlioweza kututembelea siku njema leo. Hebu tuwapigie makofi wageni wote. Basi makofi haya ni kwa ajili ya wageni nyote mliotutembelea. Na nyinyi kama ni wageni basi tujue kwamba mmetukubalia na makofi yetu, na nyinyi pigeni makofi peke yenu. Sasa wengine wamekosea. Mimi nimesema wageni tu. Sasa na wengine sijui mnaweza nikiwauliza maswali hapo watanipa jibu kwamba support. Lakini mimi sijasema mwa support. Haleluya. Sema amina kubwa. Nyumba inapopata wageni ni baraka. Niseme kwamba ongera na wanaita Pasaka. Si ndio? Ongereni na Pasaka. Na ukimwamini leo, kesho anakugeuka. Kimtegemea leo, kesho anakugeuka. Ukimwamini leo, kesho anakugeuka. Amina kubwa. Huwa upingiki. Mungu wa mbinguni abarikiwe aliyetutunza, na Mungu wa mbinguni abarikiwe aliyetulinda, na ambaye ametufanya kuiona siku njema leo. Wapo waliopoteza maisha jana, waliopoteza maisha juzi, wengine ni mahututi wako hospitalini. Mungu umemuonga nini wewe? Hakuna ulichompa chochote, bali ni kwa mapenzi yake. Sema amina kubwa. Na asubuhi ya leo kuna waliopoteza maisha. Nilikuwa nasikiliza redio wanasema tunasikitika kutangaza kifo cha fulani. Nikasema bora mtatangaza kifo chako. Haleluya. Mimi mwenyewe tu sasa ningefanyeje? Nasikitika jamani. Kumbe nikajua kwamba siku ya leo kuna waliopoteza maisha. Kuna ambao wakuonekana katika uso leo, kuna ambaye hakuna jua la leo. Lakini namshukuru Mungu, mimi nimeona jua la leo, nimeona nyota ya leo, nimeona mwezi wa leo, nimeona wageni wa leo, nimeona Wakristo wa leo, nimeona utukufu wa Mungu wetu wa mbinguni. Ndio maana namwambia Mungu asante. Haleluya. Nataka uwe makini sana katika somo. Sema amina kubwa. Leo nitafundisha somo moja linasema jifunze kushukuru. Sema amina kubwa. Jifunze kufanyeje? Jifunze kushukuru. Naomba leo ili ulijue na ujitahidi kuvumilia. Kama kuna mapepo ya kukojoa hovyo hovyo, leo tunayafunga. Usitoke nje kwenda kukojoa. Sema amina kubwa. Kama kuna dharura yoyote iishie hapa. Utulie katika jina la Yesu. Jifunze kufanyeje? Jifunze kushukuru. Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo. Maandiko yanasema, na sijui hilo andiko liko wapi, lakini Mungu akinipa neema huko mbele nitaelewa na nitaliona. Sema amina kubwa. Shukuruni kwa kila jambo. Tumekuwa katika mwaka 2020 ngapi? Lakini kweli wanadamu tunaishi kweli. Sababu mimi nikifikiria yani mpaka miaka ya nyuma ya 80 na ngapi, na bado eti ni 85 na 6 na 7 na 8 na 9 2020 mpaka leo ni 25, mpaka mheshimiwa mimi bado aise, hii ni hatari. Haleluya. Hii ni hatari. Na wewe kwako ni hatari. Sema amina kubwa. Yaani hii miaka yote wewe hesabu miaka yote uliyoishi hapa duniani. Lakini pia ulipofika mwaka 2024, kabla hujakanyagia ile 2025, wako waliokuandalia nafasi mbaya. Amen. Wako waliokuandalia nafasi mbaya. Kuna waliokuandalia nafasi ya kifo. Kuna waliokuandalia nafasi ya ajali. Kuna waliokuandalia nafasi ya kukataliwa. Kuna waliokuandalia nafasi iliyo mbaya ya kukatisha tamaa. Lakini Mungu kwa sababu ni mwema, naye ndiye anayetutunza,
alikuvusha 2024 akakuingiza 2025. Sema amina kubwa. Leo tuko ndani ya mwaka 2025. Waliotabiri ya kwamba utafikia 2025 leo hii wako vibaya kabisa. Wanawaza wafe na kufa kifo hakipo. Sema amina kubwa. Wanawaza kufa na kufa hakupo. Wanawaza kubaruka na kubaruka hakupo. Lakini bado wanazidi kuona uso wako uking'aa, wanazidi kuona ukitamalaki, wanazidi kuona Mungu wako akiwa juu ya maisha yako, na bado wanazidi kukuona katika jina la Yesu. Nisikilize tena. Walipofika mwaka 2025, tunategemea kwamba tuingie katika 2026. Lakini kabla haujakanyaga katika 2026, wako ambao waliweka unabii mkubwa, waliweka unabii wa ajabu. Sema mimi nakubwa. Wachawi wana unabii na mitume na manabii wana unabii. Haleluya. Walitabiri mambo mengi sana. Walitabiri mambo mazito, na mengine yalikufikia, na mengine yalianguka katika kwenye masikio yako. Na yalipoanguka kwenye masikio yako, kuyasikia tu ulihisi kama pilipili. Haleluya. Ulihisi kama pilipili. Lakini Mungu wa Israeli, japo hatujavuka, lakini tumekwisha vuka katika jina la Yesu. Haleluya. Ninaposema japo hatujavuka, naongea katika jambo la kimwili, lakini katika roho, Bishop Bwana jana akasema tumekwisha vuka. Haleluya. Bishop Bwana amekwisha sema tumekwisha vuka. Bishop Bwana amekwisha sema tumekwisha vuka. Makofi kwa baba yetu wa mbinguni. Sasa kwa sababu upo unabii wa hali ya juu, wanatabiri yaliyo mabaya zaidi juu ya maisha yako, leo nataka nikufundishe jambo moja, kwamba jifunze kushukuru mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa sababu ni jambo kubwa kutoka 2025 na kuingia katika 2026. Ni jambo kubwa sana. Mwaka huu kuona unaanza tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2000 na fulani, lakini unatoka tarehe 1 unakwenda sijui tarehe 2, unakwenda sijui tarehe 3, unakwenda sijui tarehe 4. Mwezi una siku ngapi? Una siku 30, 31, mara unabinuka hivyo, mwingine 28. Lakini Mungu huyu hazoeleki. Sema mimi nakubwa. Ukitaka kumzoea kwamba ni 30, anasema kesho tarehe 31. Akisema ukizoelea 31, kesho tarehe 28, mpaka utakoma. Haleluya. Mungu huyu Bwana, yaani Mungu kidogo niseme Mungu nampenda kama mchele. Sasa kuna mtu mmoja aliniambia, "Mbona mahubiri yako yakosagi mchele ndani?" Haleluya. Kwa hiyo ni kazi kubwa. Bwana paka siku 30 unazitwanga. Unakuja paka mwezi mzima. Unatoka mwezi wa kwanza, unakwenda mwezi wa pili. Hiyo miezi yote unayokutana naye ni makubwa. Misukosuko ni mikubwa. Sema amina kubwa. Yaani ni shida. Haleluya kwamba. Haleluya kwamba. Hujanielewa ndugu yangu. Sema amina kubwa. Ni hatari kabisa, kwa sababu kuna siku katika huo mwezi kuna jambo huwa linatokea. Sema amina kubwa. Aliwakanya mpaka echilo chimo ni aterumu ya mpaka na utina. Yaani na mwenyewe ni msukosuko. Yaani ngakari mungemusa nusangazo na ziziki. Sini yami. Sasa ukiingia kwenye migomba unaanza kufikiria, hivi hii nini hii? Halafu wazo linakuja, njaa inaingia hii. Hii njaa inaingia hii. Huu pepo njaa inaingia. Yaani moyo tayari umekwisha kuanza kuwa na hofu na mashaka. Sema mimi nakubwa. Aliyesababisha ni nani? Ni Bwana upepo. Ni ile tatizo la upepo. Amina kubwa. Shukuruni kwa kila jambo. Jifunze kufanyeje? Jifunze kushukuru. Na Mungu alipoona kwamba hatuna roho ya kushukuru, na ndio maana matatizo ni mengi sana. Ndio maana shida ni nyingi sana. Kwa sababu siku moja nilikuwa nasoma Biblia, ikanionyesha watu baadhi ambao walienda kwa Bwana Yesu. Yesu kuna miujiza mikubwa aliwatendea. Na watu walikuwa na shida, walikuwa na matatizo, lakini waliona kwamba wakienda kwa Yesu, Yesu atatuliza. Unajua sisi ni wajanja ndugu zangu. Sisi wanadamu ni wajanja kweli. Tukiona mambo yamekuwa magumu tunajua atakayetatua matatizo yetu. Sema wewe nakubwa. Na watu sasa wakasema kuna mtatuzi wa matatizo yetu atakayetusaidia. Mwingine akamuuliza akasema ni nani? Mwingine akasema ni mwalimu. Mwingine akasema umenyosha vibaya. Mwingine akasema ni Bwana Yesu Kristo.
Yeye atakayetusaidia. Wakapanga kikao, wakakaa fellowship zao. Wakapanga twende lini? Wakasema tusichelewe. Mwingine akasema kesho, mwingine akasema kesho kutwa, wewe mwingine akasema kuna vya kesho kutwa hapa, tunaenda leo, haenda tutatulia matatizo yetu. Haleluya. Basi wakapanga kikao chao, wakamaliza, wakakubaliana na mtu mmoja, wakasema ni kweli kwa sababu ya mateso haya inawezekana kufika kesho tunatukaingia kaburini kabla hatujafa, twende leo. Wakaenda, wakafika mara pale. Walipofika mara pale, Yesu akawaona akasema, vipi, una shida gani wanangu? Wakaanza kutoa shida zao. Mimi niko hivi, mimi natembea nina mbariga, nataka uninyoshe vigere vyange ili visitembee na mbariga kwa sababu mpatine banyanga nyine mbariga. Kama sasa mimi ndio shida yangu hii, unitengeneze. Ondicho atinyine ndani. Unaenda kija upata ni banyanga kwa sababu nyine ndani. Kwa hiyo mkama nyendonye ile wewe ndani. Anakasema na wewe tulie. Vipi wewe una shida gani? Mimi kwa kweli kula kwangu ni shida, yani chakula kule. Yani nikija kula mpaka nije kwenye mombi ya siku moja. Sasa akasema na wewe tulia hapa. Yani wewe yani wewe haleluya. Bwana sikukuu ya pili imekuwa nzuri zaidi. Haleluya. Yesu akasema, nimesikiliza haja ya mioyo yenu. Sasa ni wakati wangu wa kuja kukutendea. Nataka nianze na wanja. Kwa sababu nyumbani wewe hapa. Haya, nakutabiria utapata chakula cha kutosha. Wewe ni mtumishi wangu, utakufa kwa njaa wala kwa kiu. Nenda. Huyo kaingia pembeni. Huyu nenda ri. Wewe njoo mwenye ndani. Na wewe kuanzia leo hawataona dari zako, wataniona mimi niking'aa kwenye maisha yako. Na wengine watakawatendea. Halafu akawaambia nendeni. Wakaenda. Walipokwenda kule, kila mmoja alipokea kile alichokuwa anakihitaji. Mwenye chakula akapokea, mwenye kuchumbia akachumbia, mwenye mwanamke akapata mwanamke. Yaani mpaka wakashangaa, wakasema huyu ni hatari sana. Huyu ni hatari. Unajua mwanadamu anasadiki wakati wa muujiza wake. Lakini anasadiki kwa siku 2. Baada ya siku ya 3 anasahau. Sema mimi nakubwa, ni kasoro mwanadamu. Ndio kasoro mwanadamu. Sasa watu wakafurahi, lakini pakatokea watu wawili wakafurahi zaidi. Walipofurahi wakakumbuka, inatupasa kurudi. Twende kumuona aliyetutendea miujiza, aliyetuondolea njaa na kiu. Turudi twende kumshukuru. Wengine vipi nyie? Sisi unajua tuna dharura, yani watu bwana hivi viumbe hivi vina matatizo. Tuna dharura, wakapata dharura. Kipindi kile cha ndani mwanamke ana dharura. Tuna dharura, wakapata dharura kidogo. Wao wakaondoka, wakaambia nyinyi mwende mshukuru. Mtashukuru kwa neema yetu. Wewe mjinga wa kiroho. Hakuna mtu hapo wa kushukuru kwa kukushukulia wewe. Lazima wewe mwenyewe ufanyeje? Uamue uchukue kushukuru nani? Mpe Yesu makofi. Sasa wale wawili wakasema achana nao twende sisi. Wakaondoka, wakafika mbele za Yesu. Yesu alipoona akasema, akashangaa, mbona siku ile niliona watu 4 5 6 7 zaidi, sasa mbona naona wawili? Yesu akafunguka akawauliza akasema, vipi, mmekuja kufanya nini? Bwana, tumekuja kushukuru kwa mambo yako uliyotutendea. Sema mimi nakubwa. Haleluya. Sasa Yesu kabla hajawapo majibu yao akawauliza, vipi nyie, mbona siku ile mlikuwa wengi? Wengine wakwa. Kwa hiyo nyinyi wawili ndio mmetendewa miujiza, nyinyi ndio wawili mmelindwa katika mwaka huu. Wakasema, sisi tumekuja mbele zako kukushukuru Bwana, wengine hatujui, sisi tumejua ya kuwa umetutendea. Mpe Yesu makofi. Sisi tumejua, tumerudi kukushukuru wewe kwa kuwa sisi tunajua ulichotutendea. Yesu akashangaa. Yesu akajiuliza maswali, akawa na huruma juu ya wale ambao wakuja. Jifunze kufanyaje? Jifunze kufanyaje? Kushukuru. Sema amina kubwa. Naomba ningie katika maandiko. Naomba tusome kitabu cha Zaburi ile sura ya 106 kuanzia mstari wa 1. Lakini mwandishi hapa anasema Mungu ni mwema zaidi. Haya nisome, msomaji mzuri anisomee Biblia. Haya nisomee Biblia. Mungu wa mbinguni atakupa baraka msomaji. Nisomee Biblia. Biblia inasema 106. Unajua tangu Nazareti hujawahi kusoma kitabu cha Zaburi 106. Ya mstari wa 1. Mungu akubariki sana mwenyekiti. Mungu akubariki sana. Japo amejitambulisha lakini hajasema wadhifa wake. Lakini katika roho tumekwisha jua. Nitasoma kama ilivyo. Bwana akubariki. Haleluya. Amen. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni nani?
Mshukuruni Bwana kwa kweli nani? Si utakuwa umeisha kwa mstari kweli? Kwa maana fadhili zake. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Amen. Aya, umeisha? Umeisha. Sasa turudi pale juu kidogo tuangalie angalau kwa point. Aya, tena mstari wa kwanza. Haleluya. Ndio. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema. Nataka nikwambie hivi, Mungu wako ni mwema. Amen. Haleluya. Tena nataka nikwambie hivi, nataka nichomekee ka point kidogo ambako nataka kukaelewa zaidi. Mungu wako ni mwema. Mungu ni nani? Ni mwema. Anatakiwa kushukuriwa. Mungu wako ni mwema na ni mwema zaidi ya jirani yako. Nimechomekea kidogo. Amina kubwa. Mungu ni mwema zaidi ya jirani yako. Mungu ni mwema zaidi aliye karibu na wewe. Mungu, wema wa Mungu ni zaidi ya wema wote unaosikiliza. Sema amina kubwa. Mungu ni mwema kwako. Mwambie jirani yako, Mungu ni mwema kwako. Lakini mwambie ni mwema kwangu zaidi ya wewe. Haleluya. Yaani Mungu ni mwema wa Tanzania. Mshukuruni Mungu, maana Mungu wetu ni mwema. Haleluya. Ni mwema juu yangu, ni mwema juu yako. Ni mwema juu yangu, ni mwema juu yako. Ni mwema juu ya mke wangu, ni mwema juu ya mke wako. Ni mwema juu ya baba yangu, ni mwema juu ya baba yako pia. Ni mwema juu ya uzao wangu, ni mwema juu ya uzao wako pia. Mungu wetu ni mwema. Na hakuna anayeweza kuondoa mwema wa Mungu juu ya maisha yako. Hata wangekuwa ni wachawi 800, hakuna anaweza kuondoa mwema wa Mungu juu yako. Mungu akisema mimi ni mwema juu yako, hakuna wa kupinga. Hakuna wa kupinga. Una sababu ya kuchapa makofi yako. Yeye Yesu makofi. Haleluya. 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 Biblia inasema Mungu wetu ni mwema. Sasa nikiwa na huyu mwema jamani, kwani kuna shida gani? Hata ungepata manafiki 800, ukiwa na mtu huyu mmoja mwema natosha. Sema amina kubwa. Huyu mwema, huyu ni mwema. Yaani ukiwa unatembea, nenda unaimba Mungu wangu ni mwema. Mungu wangu ni mwema. Mungu wangu ni mwema. Haleluya. Ukiwa unasema Mungu wangu ni mwema, wabaya wote wanarazwa chini chale. Haleluya. Nataka nikutafsiria andiko ili ulielewe, ulitambue, maana ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, sio kwa uwezo wa mwanadamu, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Ukiwa unasema, unajua katika mwema kuna neno mbaya. Mwema kuna neno mbaya. Kwa hiyo ni mapacha. Amina. Mwema mbaya. Sasa unapotamka Mungu wangu ni mwema, hapa katikati kuna mbaya. Sasa unaposema Mungu wangu ni mwema, huyu mbaya mpaka na nywele zinamtoka kichwani. Haleluya. Nenda kwambia hata kama hana mariga, siku hiyo hiyo anaota mariga. Alikuwa anatembea, anaanza kutembea hivi na kwambia hivi mpaka wewe mwenyewe unajua. Kumbe wewe huyo ndio mbaya wako, lakini umetamka Mungu wako ni mwema, yule mbaya wako amelala chini. Sema amina kubwa. Mungu wetu ni nani? Ni mwema. Tukisema mwema, wabaya wanakuaje? Wanaota nini? Sema barika. Sema barika. Mungu wetu ni mwema. Tukiwa na huyu mwema, tukiwa na huyu mwema, tusiwe na hofu. Tukiwa na huyu mwema, tusiwe na mashaka. Tukiwa na huyu mwema, tujue kwamba anatuhurumia sisi watoto wake. Sema amina kubwa. Mungu wetu ni mwema. Mwangalie jirani yako. Mwangalie tu. Yaani mwangalie vizuri tu. Mwangalie jirani yako. Mwambie hivi, Mungu wangu ni mwema. Na hata kama wewe ni mbaya wangu, mwambie hivyo. Lakini Mungu wangu ni mwema. Mwambie nikiwa na huyu mwema ananitosha. Mwambie hata ukiwa unanichimbia mashimo, nikiwa na Mungu wangu mwema hata ruhusu nidondoke. Mwambie Mungu wangu ni mwema. Mwambie na mimi ninakusurprise leo. Mungu wako ni mwema na wewe. Na yani paka ukakuwale huyu wawe paka kani kwa kulimwira ili so paka na atina ana grati kombe ndivyo ilivyo. Haleluya.
wa Tanzania. Lakini kwa kuwa tunatambua yeye ni mwema, anatutaka na sisi tuwe wema. Ndicho anachokitaka. Sema amina kubwa. Kwa kuwa ni mwema, na sisi tunatakiwa kuwa wema. Kila mtu kwa mtu, kuhakikisha na kuwa mwema. Amina kubwa. Ndio. Hebu tuendelee pale point ya nina vitu kama vingi sana, nitaviongea kwa dakika 30. Ndio, Mungu ni mwema. Endelea pale mtumishi. Mstari wa pili. Mstari wa pili. Tulikuwa tunasoma wa kwanza, tumeanzia ile point Mungu wetu ni mwema. Kuna ka point kingine hapo. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Piga Yesu makofi. Huyu Mungu wetu Biblia inasema ni mwema, lakini kwa maana fadhili zake ni za milele. Mimi nataka ninukuru neno moja. Fadhili. Sema bila kubwa. Yaani fadhili. Yaani vipi wewe? Mbona mambo yako yamekuwa mazito? Hebu njoo hapa. Ndio, pana. Kwa na maoko ya chikuu. Sasa vipi? Mbona mambo yamekuwa? Umekuaje? Ukoje sasa? Una shida gani? Unajua bwana, nimeuguza mtoto, ndio maana machozi yanitoka. Lakini hata na 200 za kule sina. Uwe na amani, usiwe na shaka, usiwe na shida. Teni zipo. Nenda pokea za dirishani na kufadhili kuanzia leo. Haleluya. Na kufadhili kuanzia, lakini nimekutunuka katika roho, si ndio? Yaani fadhili zake Bwana ni za milele. Mungu wetu anatufadhili. Amina kubwa. Mungu wetu anatufadhili. Wako watu waliosema 2025 hatutavuka, tutaishia tarehe fulani mwezi wa 6 tutahesabika watu majina kuwa marehemu. Lakini Mungu anasema nitakufadhili miaka utaongezewa. Fadhili miaka utaongezewa. Nitakufadhili. Mungu wetu fadhili zake ni za milele. Anatufadhili. Mfadhili wako wa mwisho, mfadhili wako wa mwisho, yani topu wa mwisho ni Mungu pekee, Jehova El Shaddai. Yeye mwenyewe anatoa fadhili zake. Anafadhili vitu ambavyo haviwezi vikaoza. Anafadhili vitu ambavyo hata shetani mwenyewe akinyosha mkono wake atarudishwa kuzimu. Fadhili zake za Bwana ni za milele. Makofi kwa Bwana. Fadhili za Bwana ni za milele. Mungu anatufadhili. Mungu ametufadhili 2020 ngapi? Leo hii anakwenda kukufadhili kukanyaga mwaka 2020 ngapi? 26. Halafu hata shukurani hamuna. Haleluya. Yaani mkamatu urakulinda emyaka iyo mwaka gona na shukurani mbele za Bwana. Nukwemerera ukagamba tuchonkanye nemerera kusima ruhanga otinya ubyankoriro gumwaka guona chonko gumwaka ntangino mabare chonko gumwaka ntangino esimo chonko gumwaka ekiro kimweno bakeja kurugamo na kusimama na kusema Mungu asante. Kuna wengine paka wanamaliza mwaka mzima hata kwenda kwa rongino. Hapana. Wewe ni nani mpendwa? Je, waliwekewa madilipu ni unafikiri kwamba ni watenda dhambi kuliko wewe? Wewe unaishi kwa neema. Mungu anapenda ashukuriwe katika jina la Yesu. Sema amina kubwa. Ngoja nitoe mfano moja. Kwa wazazi. Hivi uliwahi kumpa zawadi mtoto alafu akasema yaani uliwahi kumpatia mtoto zawadi alafu akashinda kusema asante, alafu mzazi ukafurahi? Sema amina kubwa. Yaani nyinyi mliozaa, mfano umenunua pipi, umempelekea mtoto wa kwanza, chukua pipi, alafu chapata chiti cha sachiuka cha higi nime nukugamba chiti asante hamuna. Hivi unaweza ukamletea zawadi tena mara nyingine? Sema amina kubwa. Sasa sikiliza maandiko yanavyosema. Maandiko yanasema shukuruni, mshukuruni nani? Bwana. Sema amina kubwa. Kwa maana fadhili zake yeye ni za milele, ni za kila saa, ni za kila day, ni za kila muda, ni za kila dakika. Pigia Yesu makofi mwanaume. Fadhili zake Bwana ni za nini? Kwa hiyo Mungu anafanyaje? Anatufadhili. Mfadhili wetu anaitwa Mungu Jehova El Shaddai. Haleluya. Nisikilize tena. Twende Zaburi 136:2. Zaburi 136:2. Jifunze kushukuru
Mwana asiyeshukuru katika kile alichotendewa na baba hafai katika mbele za baba yake. Zaburi 136 mstari wa 2. Mungu akubariki. Mshukuruni Mungu wa miungu. Mshukuruni Mungu wa miungu. Hapo mtumishi wa Bwana. Yaani hapo nataka ni kwa point. Mshukuruni Mungu wa nini? Wa miungu. Mshukuruni Mungu wa miungu wa miungu. Mungu wetu ni Mungu wa miungu. Ni Mungu wa nini? Ni Mungu wa miungu. Wala sio Mungu. Sio miungu wa Mungu. Ni Mungu wa miungu. Haleluya. Yeye Mungu ni Mungu wa miungu yote unayoisikia. Yaani miungu yote, wachawi wote wako chini ya Mungu, mizimu yote iko chini ya Mungu, majini yote yako chini ya Mungu. Yaani kila aina ya miungu iko chini ya Mungu. Mungu anapita juu ya Mungu, anaikataka inapiga kelele, inasema tusamehe, na Mungu anasema siwasamehe kwa sababu sijaruhusu miungu. Mungu ni Mungu wa miungu. Na ndio maana wewe ni mwana wa Mungu. Waliokutafuta hawezi wakakuona kwa sababu uliye naye ni Mungu wa miungu. Wanamanyangu toka saka fires. Tungekuwa tumeishaondoka, hata na wewe ulioko hapo ujitambue. Nugora yerata, nugora choka, nugora kamakubi, nugora kashifu, nugora girota. Chonka oriho arwaka tonda. Sema bila kuba. Haka kabuzi yaka wako wanaokatamani kukapeleka. Wako wanaotamani kachomoke. Kuna kachombo fulani kanye faida ambako Mungu alikaweka, ambako anakupeleka, ambako anakufanya uone, ambako anakufanya mtemee, ambako anakufanya ufanye kazi, ambako anakufanya ufanye biashara. Kuna kachombo fulani Mungu amekaweka. Wako wanaokatamani, wako wanaokataka, wako wanaokapenda. Walipiga huko imeshindikana, wamepelekeza huko imeshindikana. Wamekutana na Mungu wa miungu, wamekutana na Mungu, wamekutana na Mungu wa miungu. Hata kakatisheti kochu hilo kuboka chwalilo mkaburi, akakakongo kochu hilo kuboka chwalilo mkaburi, akakakasuti kochu hilo kuboka chwalilo mkaburi, akokasa kochu hilo kuboka chwalilo mkaburi. Maana yake usingekuwa hapa kwa sababu wako wanaotamani miguu yako, kwa sababu wako wanaotamani matiti yako, kwa sababu wako wanaotamani hata sura yako. Mpe Yesu makofi. Kwa sababu wako wanaotamani, lakini walipokuja kwako walikutana na Mungu wa miungu. Walikutana Mungu wa miungu. Mungu akasema hapana, huyu ni mwanangu, msimguse, huyu ni mwanangu. Na ile miungu ikasema tunamtaka. Na Mungu kwa sababu anasema yeye ni Mungu wa nini? Yeye ni Mungu wa miungu. Anasema mimi ninayo nguvu ya kutosha ya kuzidi nyinyi miungu. Huyu mwanangu hamtampeleka, huyu mwanangu hatakufa, huyu mwanangu hatapata shida, huyu mwanangu atakaa, huyu mwanangu ataishi. Anasema mimi ni Mungu wa miungu. Nataka nikwambie wazi kabisa. Nataka nikuelezee wazi kabisa. Nataka leo ujue kwamba maisha yako wako wanayotaka, lakini yanaendelea kwa sababu unaye Mungu wa miungu. Nao Mungu wa miungu hai miungu hii inakutambua, inakuelewa, inakujua ya kwamba wewe ni nani. Wanatamani kile inashindikana, wanapiga huko inashindikana kwa sababu naye Mungu wa miungu. Bwana, nikiwa na wewe hakuna la kulipisha. Bwana, nikiwa na wewe hakuna la kuniumisha. Bwana, nikiwa na wewe ina uhakika wa kula. Bwana, nikiwa na wewe ina uhakika wa kunywa. Bwana, nikiwa na wewe sina hofu na mashaka kwa sababu wewe ni Mungu wa miungu. Umetawala dunia nzima, umetawala kwa Wanyarwanda, umetawala kwa Wagiriki, umetawala kwa Wanyakyusa, umetawala kwa Wanyango, umetawala kwa masikini. Ni Mungu wa miungu. Mwambie jirani yako, hata vita inukeje, ninaye Mungu wa miungu. Haleluya. Sema ninaye Mungu wa miungu. Chokaka kagambo mukatafakari inywe. Yaani mtemo mwenyeku kaelewa. Yaani ndio maana nikahubiri nikasisitiza. Sielewi kileche. Hivi mnakajua ninavyokajua mimi. Mungu wa miungu. Mungu wa wachawi. Mungu wa mizuka. Mungu wa kila chochote. Yaani kila chochote kiko chini yake. Amen. Haleluya. Huyu hapa ukimkumbatia huna hasara.
huna hasara. Haleluya, huna hasara. Mungu wa nini? Mungu wa miungu. Hivi aka kastari kawayo. Kwa maana fadhili zake ni za milele. Ni fadhili zake yeye ni za milele. Yeye mwana koroko tufadhili. Na hivi wewe ni nani aliyekuwa na uhakika kwamba wakati jana alipolala, nani aliyekuwa na uhakika kwamba angeamka leo? Na ni nani ambaye analala anaingia kwenye usingizi alafu anakuwa na ufahamu? Ni nani? Ukituambia upo, wewe utakuita wewe ni miungu wewe. Kwa sababu mimi naelewa usingizi wewe. Unalala fofofo. Wanasema ni kifo kingine cha ajabu. Hata mke wako akitaka kukupa sumu, atakupa tu. Akitaka kupiga sindano ya vyupa atakupiga tu. Nao wanawake wanatusaidia kweli. Sema amina kubwa. Haleluya. Tena akitaka kufanya chochote kwenye usingizi anakufanya tu. Na shetani mwenyewe kama sio Mungu, akitaka kuviringisha kama mikate ya Bukoba anakuviringisha tu. Akitaka yeye chochote, kwa sababu unapokuwa umelala hapa, yeye anakuambia hujui chochote. Lakini nataka nikwambie, Mungu tuliyempokea anaitwa Mungu wa miungu. Wanaokuja kwenye giza, yeye yuko nuruni. Wanaokuja kwenye giza, Yesu yuko kwenye nuru. Wanaokuja wamejificha, Yesu yuko makini. Wanaokuja chumbani kwako, Yesu yuko chumbani kwako. Wanaokuja katika mazingira yako na roho yako, wanataka kubadilisha maisha yako. Hata umelala, hata umesinzia, hata umefofofu, nataka nikwambie Mungu wako asinzi. Anasema sinzia, lakini Mungu anasema sitasinzia. Hello, naipenda injili ya Pastor Florian. Naipenda? Mpigie Yesu makofi. Hasa mimi nahubiri na cheka hapo kidogo. Na ukiona shangilia, unacheka kidogo. Maisha yanaendelea. Sema wewe kubwa. Hata jana kama nyama zimekosa haina shida. Si una Yesu Bwana wa mabwana. Amen. Amen. Ndio. Yes. Miungu wa miungu, fadhili zake ni za nini? Ni za milele. Hebu tuende taratibu. Kitabu cha Zaburi, namalizia Zaburi 36, ningekuja pale. Zaburi 136, 3. Zaburi 136 mstari wa 3. Tunatoka wa pili tunaingia mstari wa 3. Mungu akubariki. Chokati mimi akatambara nanya mkanya ambao choka nanya Mungu kila moja. Sema amina kubwa. Amen. Mshukuruni Bwana wa mabwana. Mshukuruni Bwana wa mabwana. Hapo mtumishi, mshukuruni Bwana wa nini? Yaani ndio matai kumanya kusema katonda ni basasa. Kwanza nimehurumia. Yaani kama nyangu dedi ni msaa. Yaani ni basasa ndio yaani ni basasa. Sema amina kubwa. Amen. Kwa sababu maandiko yanenavyo hayajipingi. Tunapojifunza kumshukuru Mungu tunapunguza matatizo ndani ya kanisa. Tunapojifunza kumshukuru Mungu tunapunguza matatizo mbele ya mitume na manabii. Kwa sababu kama Mungu amekuepusha na mashetani hapa, halafu Mungu akakupigania, halafu ukasimama ukasema, Baba, ninashukuru mbele ya watu kwa sababu ya kile ulichonitendea. Nilikuwa na mapepo lakini sina sasa hivi. Mungu anasema, kwa kuwa umeshukuru leo na kwa kidogo nitafanya kitu kikubwa zaidi na utakuja kushukuru tena. Baba anasema, Bwana asiyeshukuru kwa kidogo hata kwa kikubwa hawezi kufanyaje? Hawezi kushukuru. Sema amina kubwa. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni anasema, shukuruni kwa kila shukuruni kwa kila jambo. Shukuruni kwa kila jambo. Shukuruni kwa kila jambo. Shukuruni kwa kila jambo. Jifunze kumshukuru Mungu. Mimi kuna wakati mwingine mimi nashangaa. Unakuta kanisa liko zaidi ya watu 200 au 100. Sema mimi nakubwa. Amen. Na hapo nilikuwa napiga tathmini kidogo tu tunakwenda kufika 100. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lakini jamani twende kumtolea Mungu ushuhuda. Tumshukuru. Ushuhuda ni kushukuru. Amina? Amen. Ndio maana ushuhuda. Ushuhuda nifanyaje? Ni kushukuru. Jamani, mapikipiki jana ilikuwa inapita yanapenya na hapa kuna wengine walitaka kugonga kusema yani kidogo tu wanimalize hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wanasema ushuhuda, shukuru Mungu. Anakaa anatulia anasema mimi hapana. Je, yule aliyekuepusha na ajali jana? Yeye anatamani kuisikia sauti yako ikisema, jamani Wakristo wote nasimama kushukuru Bwana kwa sababu
jana ameniepusha na pikipiki, ameniepusha na gari. Mungu wa mbinguni apokee sifa. Tumpigie makofi. Hata wewe ungetusababishia tupige makofi, lakini kuna wengine ambao wametusababishia damu ya kutopiga makofi. Amen. Wametusababishia damu ya kutopiga makofi, kwa sababu wewe ungenisababisha nipige makofi, wewe ungesababisha nipige makofi, wewe ungesababisha nipige makofi, kwa sababu ya matendo makuu Mungu aliyofanyaje, aliyokutendea. Makofi kwa baba yetu wa mbinguni. Haleluya, haleluya. Inua mikono yako kwa Yesu. Haya, mshukuruni nani? Bwana, kwa sababu ni Bwana wa nani? Wa mabwana. Mabwana wote unaowasikia dunia nzima, mabwana wote. Unajua kuna watu wengine wanaitwa mabwana, si ndio? Bwana fulani, bwana fulani, bwana fulani. Hili neno bwana hili inatakiwa tuingie kwenye maombi, tuliingize katika roho, tulichakachue, tuliangalie kwa umakini. Hili neno bwana, ndugu, uweze ukashare na Mungu wewe. Yaani wewe uweze ukashare na Mungu. Bwana, 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 bwana fulani, bwana, bwana fulani wali, bwana. Hebu ondoa ile bwana. Bwana fulani walio. Bwana, bwana, wewe uweze ukashare na Mungu wewe. Bwana, 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 bwana. Ndio maana nikasema kwamba wakati mwingine tukiwa tunasema Bwana Yesu asifiwe, usiseme Bwana asifiwe, angalau uweke na kale ka udhibitisho ka Yesu. Sema amen nakupa. Ili tuwachambue akina Bwana hawa, tubakize Bwana mmoja, tubakize Bwana wa majeshi, tubakize Bwana haweze kuponya magonjwa yaliyofichika kwenye maini na mapafu, haweze kuponya magonjwa yaliyofichika kwenye ubongo wako, anayeweza kuponya magonjwa ambayo huwezi ukaiona na madaktari na matabibu ambao huwezi ukaiona. Tunawachambua kina mabwana, tunabakiza Bwana mmoja, anaitwa Yesu Kristo. Haleluya. Bwana. Kwa hiyo Biblia inasema ni mshukuruni Bwana wa Bwana. Yeye ni Bwana wa mabwana wote unaosikia. Bwana wa mabwana wote. Yeye ni namba moja. Yeye ni Bwana wa mabwana. Sasa nikiwa na huyu Bwana wa mabwana, ninaye Bwana wa majeshi. Haleluya. Nikiwa na huyu Bwana wa mabwana, ninaye Bwana wa maadui. Nikiwa na huyu Bwana wa mabwana, ninaye Bwana wa kulitetea kanisa. Na ndio maana wengi walitabiria kwamba kanisa linaisha wakati linaongezeka. Ushindi na urejea katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Mimi nikiwa na Bwana wa mabwana, wakienda wawili wanakuja watano. Nikiwa na Bwana wa mabwana, sema amina kubwa. Nikiwa na Bwana wa mabwana, hata waleta watu kutoka Nairobi, hata waleta watu kutoka Kenya, hata waleta watu kutoka Ulaya. Nikiwa na Bwana wa mabwana, makofi kwa Yesu. Nikiwa na Bwana wa mabwana, nikiwa na Bwana wa mabwana, nataka nikwambie wewe, ukiwa na Bwana wa mabwana usiyumbe. Ukiwa na Bwana wa mabwana, hata ndoa yako ikutoroke. Ukiwa na Bwana wa mabwana, hata mkeo akutoroke. Ukiwa na Bwana wa mabwana, hata mwako akutoroke. Nataka nikwambie, yuko Bwana wa mabwana ambaye hata ndoa yako ikikutoroka, yeye Bwana wa mabwana hatasimama na wewe. Hatasimama na wewe. Unajua ngoja nikwambie, hatufanyi propaganda kwenye madhabahu. Hatufanyi propaganda kwenye madhabahu. Tunaongea kitu tunachokielewa. Tunaongea kitu tunachojua. Tunaongea kitu kwamba kinatendeka. Maana imani yetu ni kwamba tunayamini ambayo itatokea. Tunaamini kwamba itakwenda kutokea. Haleluya. Na unapoona mimi nimedondosha hivi neno, nikasema kwamba hata ndoa ikuache, hapa nimemaliza. Inawezekana mbele yako kuna jaribu hilo. Kwa hiyo unapokutana na hili, lazima ukumbuke Bwana alishasema ya kwamba huyu ni Bwana wa mabwana. Ukiwa na Bwana wa mabwana, atatetea kichwa chako wala ukitaka kukifanya kuwa ndege. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Mama uko wapi? Nyosha mkono wako. Wewe kama ni mwanamke, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Nataka nikwambie neno. Anayetaka matiti yako ukiwa na Bwana wa mabwana, wao ndio watakaolio matiti yao, sio wewe, kwa jina la Yesu. Haleluya. Wamama oye. Wamama. Sasa watu walijua kwamba hoja ilibaki kwa CCM hoja. Je, Bwana apendi? Wamama hoye. Kwa Yesu makofi mazuri. Kwa mimi nataka nikwambie Mtanzania, jifunze kumshukuru Mungu. Umeishi na ndoa yako, wako waliokuwa naitaka. Unajua ile? Wako waliokuwa naitaka. Wako waliokuwa nataka mmeo. Wako waliomtaka. Wanamwangalia na sema, mimi ningekuwa na huyu, ni wako wako. Mimi ningekuwa na huyu, mimi ningekuwa na huyu.
wamepiga huku, wamekutana na bwana wa mabwana, mama mume wako unaye. Wako leo nataka mkeo anatembea hivi, wanaangalia kule, jamaa umempiga shaini nzuri, umemwandalia kango kazuri, umemlisha. Na nyinyi wamama mkipendezeshwa na waume zenu, na yeye msie mkakubali mkaleta shida, mkatuletea usaliti wa ajabu. Sema amina kubwa. Wajamaa walikuwa wanamtaka, wanamwangalia hivi, wanasema huyu ndio mwenyewe, huyu ndio mwenyewe. Mama njoo nakupeka chai hapa na wewe, kwa sababu wineli unaona na kunywa. Lakini siku ya pili, siku ya tatu unasema nina neno la kukwambia, naomba nikwambie 1 2 3. Sema amina kubwa. Lakini nataka nikwambie baba, wale waliokuwa na mtaka, wale waliokuwa na mpenda, walitaka mkurushe, walitaka mpeleke, walitaka mnyoshe, walitaka mpeleke da, walitaka mpeleke Nairobi, walitaka mpeleke Kenya. Lakini walikutana na Mungu wako, walikutana na Mungu wako, walikutana na Mungu wa Mungu, walikutana na Bwana wa Bwana. Mungu alipoingia katikati akasema, mwanamke huyo ondoki, lazima utamuoa, lazima utamchukua. Wamekutana na Mungu, wamekutana na Bwana wa Bwana. Ndio maana uko na mke wako. Unanielewa vizuri? Sasa mwaka mzima mwakugambira katondo uti asante, urinzira mukazi wange asante. Hivi no manyama zikire ni bangaye? Harimo amazino mwako kuzikata zikire. Harimo tunatenjeni yobushe. Harimo tu arafakanya akagoba no gamba ati Mungu asante kwa ajili ya kulinda watoto wangu, mwangeti harimo kaburi. Sema amina kubwa. Tujifunze kufanyeje? Tujifunze kumshukuru Mungu. Tunapomshukuru Mungu, Mungu kuna kitu anafikiria kukitenda kilicho kikubwa zaidi. Makofi kwa Bwana. Haleluya. Wanaonielewa wanyoshe mikono yao. Ambao wanielewa wanyoshe mikono yao, na wao ni waombee waelewe. Injili hii ndio kuorumura mpaka ndio jielewa. Sema amina kubwa. Unaona magezi yuko makini, unaona ni jambo la kawaida hili. Sio jambo la kawaida. Jamani amina kubwa. Sasa wamekutana na Mungu. Nyewe wanaume niwaambie kitu. Yaani hawa wanawake tunao hawa, lakini kule nje kuna wanaowataka. Yaani hilo niwaambie liko wazi kabisa, nikisema hilo unanielewa. Na hawa wanawake wangekuwa warokole wazuri, yaani wangekuwa warokole ambao ni warokole kabisa, ambao ni waaminifu. Kama ningewaita hapa, kila mmoja angetuambia ukweli. Lakini kwa sababu wokovu wa leo ukimuita hapa anasema mimi sijawahi mimi kuitwa na mtu yeyote. Lakini mnajua ukweli uongo? Na nyenda kwa gambe ukweli uongo? Hapa mati ni ukweli, amshe mkono. Nikisi yenyewe. Mukasi sawa mwege. Mukaka tambara moja kwa kweli. Haleluya. Sasa viongozi, nje mnunue kitambaa kile kinakaa hapa mezani. Chikale. Sema amina kubwa. Tegeje agenda mu kisunta melechireche. Marangu chirungi mchiteka chenchi ikara. Yani mchige viongozi mchiteka chenchi ikara wa mchika kubaba ika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale wa mama ambao wamekuwa waaminifu kabisa, wametafutwa na waume wengine kwamba wawachukue, wamekutana na Mungu wako mwanaume. Mungu ametetea. Mungu amesimama. Mungu ni Mungu wa miungu, ni Bwana wa mabwana. Nikiwa na huyu Bwana wa mabwana, aisee, ninao utajiri wa kutosha katika jina la Yesu aliye hai. Makofi kwa baba yetu wa mbinguni. Ongeza makofi makubwa, ongeza makofi makubwa, ongeza makofi makubwa. Mama vigelegele, mama vigelegele, baba miruzi, baba miruzi, baba miruzi. Hebu shangilia Bwana. Tunaye Bwana wa mabwana mojo. Tunaye Bwana wa mabwana. Amesimama na sisi. Unapotembea, wewe unatembea na Bwana wa mabwana. Unatembea na Bwana wa mabwana. Aliye na macho kila pembe, ana macho magharibi, ana macho kaskazini, ana macho kusini, ana macho magharibi, ana macho kila pembe. Yesu ni Bwana wa mabwana. Makofi kwa Yesu. Naomba siku ya leo tembea na Bwana wa mabwana. Sema amina kubwa. Nisikilize. Haleluya. Mwaka 2026 ni wangapi ambao wanaitamani? 2026 wangapi wanaitamani? Naomba Mungu wa mbingu na nchi hakufikishe mwaka huu. Kuvuka mwaka sio jambo la kawaida. Yako mambo tunakutana nayo. Tena mambo mengine ya kukatisha tamaa. 2025 hii yako mambo ambayo umekutana nayo ya kuhakikisha unakata nini? Unakata tamaa. Ni mambo mengi sana yamekukatisha tamaa. Wakati mwingine unakwenda huko unakuta hakuna habari ya
unakuta bali ya kukatisha tamaa mpaka unafika mwisho. Lakini nataka nikwambie, haujanywa sumu, haujanywa parafosi, ni kwa sababu Mungu Bwana wa mabwana yuko pamoja na wewe. Hata kama watakukatisha tamaa, na ninataka nikwambie, wakukatisha tamaa kwa maneno yao yatabadilika kuwa baraka, yatabadilika kuwa baraka. Sema amina kubwa. Tumekutana na mambo mengi, sasa tuna sababu ya kumwambia Baba asante. Yaani ukiona umekanyaga tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026, ukaona yanda ukateka mweshati, ukateka mwekoti, mwiteni chifikiria kwamba chirechi nitoke nigambira Mungu, asante Baba. Unajua nimekutana na mambo mengi sana ya kunikatisha tamaa, na ni mengi sana. Usipojifunza kumshukuru Mungu 2026, utayaona uliyoyaona 2025. Mungu atakuwa na kiu gani ya kubadilisha? Sema mimi nakubwa. Ni jambo gani ambalo atakumbuka juu ya maisha yako? Lazima usimame umshukuru Baba, asante kwa mwaka 2025 nimevuka wala sijafa, nimekwenda 2020 ngapi? 26, na kwangu Bwana hakuna kaburi. Nemwe yonkato jizikire. Amen. Neko yonkato jizikire sana uchebagire wajirya. Sema amina. Nakajangwa ko kakakurire mbere mwawe ti tokazikire tikafuire mpaka kazinyoshize embeba kabisa tani mwana mbeba nemo. Mpe Yesu makofi. Yani nakwambia hivi, tumekutana na mambo mengi ya kukatisha nini? Ya kukatisha tamaa. Lakini nataka nikwambie, mitego mbalimbali, mitego mingi, umetegewa mitego. Mimi nawaambiaka, mwanadamu ukiamuka hivi kwenye nyumba yako, kwenye chumba chako, ukiona umeamuka hivi umeanza kufaa, umetoka kitandani, umetoka hivi tele, umekanyaga, kuna dawa umeiruka tayari. Kuna dawa umeiruka, yani kuna mtego umeuruka. Ukitoka nje hivi kwenye nyumba yako, ukatoka hivi nje kabisa ukaondoka, pale mlangoni kuna vitu umeviruka tayari. Sasa kule nje usihesabu. Kuna mtu mmoja alipata ugonjwa wa ghafla. Alipopata ugonjwa wa ghafla, mguu kateguka. Hasa miaka ya ile waliokuwa wanaaminika si kama sasa waganga wa kienyeji. Hata kama leo wanaamini, lakini ni wachache mno. Lakini miaka ile nyuma kabisa watu walikuwa wanaamini waganga. Walipoenda kwa mganga akamwambia, yani wachoki bitari byawe. Wachoki bitari byawe. Baba nitegirondi hicho. Wachoki bitari byawe. Unaona bwana? Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna vitu vingi sana tunakutana navyo mtahani, lakini Mungu Bwana wa majeshi, fadhili zake ni za milele. Anatufadhili uzima, anatufadhili ushindi, anatufadhili kuvuka, anatufadhili Mungu wetu. Sema amina. Mwambie jirani yako, Mungu ananifadhili mimi. Madawa yote walionitega nimeyaruka kwa fadhili za Bwana. Sema amina kubwa. Hiyo ndio mitego mingi. Lakini pia waliweka mitego mingine ya kukuangusha. Unajua kule nje si kwamba wanapenda wokovu lionao, si kwamba wanapenda kutamka Yesu. Kuna watu baadhi ndio jana walikuwa wananiambia, mchungaji, hata jitahidi basi hata utuletee mkutano kwetu, kwa sababu sisi ukualisha tu itaiti ni mapadri. Sema mimi nakubwa. Neno gani? Sema mimi nakubwa. Ina maana yake nini? Tukiingia katika rudi hivi nyuma reference, inaonyesha kwamba kuna watu wengine hawapendi wokovu lionao. Hawapendi kusikia Yesu kwenye kinywa chako. Hawapendi kusikia mambo. Hawajui ya kwamba nao wanaishi kwa sababu ya Yesu ndiye naye. Makofi kwa Yesu aliye hai. Sasa lazima kuna wengine watakuwekea mitego ili uanguke. Lakini kama hujaanguka 2025, 26 utaanguka tena kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina kubwa. Haleluya. Mitego hiyo ishinde kwa jina la Yesu ya kukuangusha. Wengi wamekutegea ajali, tena ajali nyingi sana. Ajali, tumeruka ajali nyingi. Wenye magari, wenye mapikipiki na wasio na magari na wasio na mapikipiki wamepata ajali, kwa sababu watu wanaogongwa na wanaokufa kwa ajali za magari si kwamba wote wanayo magari, na wengine ambao wamepata ajali. Sema mimi nakubwa. Lakini si kwa ajali kubwa wamekutegea, si kwa ajali kubwa wameziweka mbele yako, si kwa ajali kubwa wameziandaa kwa ajili yako. Ulikuwa unatoka hapa unakwenda Nyakaiga, umeruka ajali 3. Ulikuwa unatoka hapa unakwenda Nyakabanga, umeruka ajali 2. Ulikuwa unatoka hapa unakwenda Murusaka, umeruka ajali 100. Hizo zote ni kwa sababu ya Bwana wa Bwana. Ni kwa sababu ya Bwana wa Bwana. Nakumbuka mwaka fulani nilikuwa natoka Dodoma. Wakati nilipokuwa natoka Dodoma tukafika
mpaka juu, likarudi mpaka chini, likaruka tena, likarudi mpaka chini. Korongo ilikuwa kama hapa, tini likanyaga mara hapa. Ila kushangaza, alipokuwa anatembea hivi, anasimama hivi, alitokea mtu mwenye pikipiki mpya, alijigonga mbele ya gari, alikufa papo papo papo, na pikipiki ikajikuta. Nikasema bora ya huyo mimi sijaondoka. Kwa sababu aliye mahututi anasema mimi ni Mungu, asante kwa yule aliyekufa na yeye yuko mahututi. Sema amina kubwa. Kwa hiyo kwa zile ajali tunaziruka kwa sababu ya Bwana wa mabwana. Fadhili zake ni za milele. Fadhili za Bwana ni za milele juu ya maisha yako. Hata uvuke ajali, hata uvuke mikosi, hata uvuke matunguri, hata uvuke uchawi, hata uvuke chochote, hata uvuke maneno, hata uvuke chochote, hata uvuke uchawi, hata uvuke ajira ya Yesu. Leo utavuka, leo utavuka, na leo utavuka, na leo utavuka, na leo utavuka, na leo utavuka. Kwa sababu mnafunga nje, teranga nje. Kwa tena makaganda ni ngira mtwani kidogo. Sema amina kubwa. Amina. Haleluya. Yani wamekutegea ajali nyingi. Ni ajali nyingi tumeziruka. Nakumbuka wewe mwaka huu 2025. Nilikuwa napanda hivi Nyakaida hivi. Yani mimi napanda pale Baruhinge pale, ukitoka Baruhinge ukifika pale tu kidogo. Yani pale kwenye kamera kwenye mikaratusi pale. Sasa nikaona napanda bwana. Nina pikipiki ninaendesha. Lakini mimi nilishangaa kuona pikipiki dakika moja ninajikuta niko chini. Sasa najiuliza maswali. Hivi hapa nimeangukaje? Sasa nilipozinduka hivi, roho ikaniambia ulikuwa umetegewa ajali. Ilikuwa ni ajali ya kafara, lakini mimi Bwana wa mabwana nimekusaidia. Nikasema haleluya. Sema amina kubwa. Nikasema haleluya. Nikaamsha pikipiki, alafu nikaendelea na safari. Kilo kingine kaniambia urudi, kingine hauzurudi. Nikaendelea na safari yangu. Tumeruka hatari nyingi sana. Tungekuwa maiti, tungekuwa marehemu, tungekuwa tumeshasaraulika na kama kaburi yetu yangekuwa yamekwisha futika, lakini bado tuko hai kwa jina la Yesu. Hatutafa wala tutakufa, bali tutaishi tunasimulia matendo makuu ya Baba yetu mbinguni. Hebu nyosha mkono wako. Sema 2026 nitamaliza. Nitakwenda tena 2027 mpaka kifo cha Bwana chenyewe kinikute. Sema nakataa kifo cha giza, kifo cha shetani katika jina la Yesu. Lakini ikifika tarehe 1 mwezi wa kwanza 2026 usile Ruhanga. Umshukuru Mungu anayekulinda. Sema amina kubwa. Mshukuruni Bwana kwa sababu yeye ndiye aliyekuepusha na ajali. Wengine walikutegea ajali ili uvunjike mguu uwe kilema. Wao hawana nia kukuua ili uwe kilema. Maana yake ukishakuwa kilema hizo wanaziitaga roho za umaskini. Kwa sababu hakuna chochote utakachokifanya tena. Ndio waanza kutumisaki hakara. Wengine walikutegea ajali ili uwe kilema tu, lakini wengine walikutegea ajali mpaka kifo. Amen. Haleluya. Lakini bado huko hai. Mpe Yesu makofi. Siku moja nikaambiwa na mchawi mmoja, akaniambia wewe, sijui palikuwepo nani, wewe umeshika kijiji, umeshika kitongoji, umeshika tarafa. Aliishia kwenye tarafa, akasema tarafa, lakini tunatafuta njia yoyote mpaka tukuue. Sasa wewe halafu naambiwa hivi na mimi nikasikia kama wanadamu kanaingia, nikasema na mimi nakwenda kuingia kwenye kaburi, halafu na udongo utakuwa juu yangu. Nikaanza kumwambia mke wangu, nikifa mimi usiniwekee udongo, uniwekee kisimenti cha juu. Haleluya. Mimi kwa ujasiri nikasema mwana wa mtu hapa hatakufa, bali nitaishi niasimulie matendo makuu ya Baba yangu wa mbinguni. Sijafika Kenya, sijafika Ulaya, nimefika Rwanda tu. Sijafika Ulaya, sijafika wapi, nimefika karibuni. Kazi bado sitaimaliza, sitakufa kabla sitamaliza kazi ya Bwana, na kifo changu kitakuwa cha Bwana, wala kitakuwa chako, wala cha mchawi, wala cha majini, wala cha kafara.
shida hizi nataka tuzigeuzie kwao, nataka tuwasukumie wao. Maandiko yananiambia kwamba kila atakayeviringisha jiwe ili liweze kukumaliza alitamrudia yeye. Wakati unakutana na